hawajachukua Rahby. Bila shaka tuko sawa sawa. Sasa nini ambacho kimefanya maamuzi haya? Kuna tangazo lilitolewa jana na muungano wa AFC pamoja na wenzake M23 baada ya kuchukua Walikale, wakasema kuwa kwa sababu wanataka kutoa nafasi kwa ajili ya mazungumzo, kuwa watafanya uamuzi wa busara vikosi vya M23 vijiondoe Walikale. Lakini tangazo hilo lilichukuliwa kwenye ile tahadhari ambayo lilikuwa awali. Unajua, kumbuka wakati wamechukua Goma, wakati walivyochukua Goma mara ya kwanza, vikosi hivi vya M23 vilitangaza kuwa vinataka kuelekea Bukavu, lakini baadaye vikasema kuwa havitokwenda Bukavu, vinaruhusu mazungumzo. Wakasema hatuendi. Lakini jeshi la Kongo, kwa sababu linawafahamu kwa tabia, likasema hatuwaamini. Na kilichokuwa kinazungumzwa na kinachotokea kwenye uwanja ni vitu viwili tofauti. Kwenye taarifa wanaonyesha kuwa hatuendi, lakini chini vikosi vinaonekana vinatembea kwenda Bukavu. Sasa na hapa Walikale ni vile vile kuwa wamesema kuwa watajiondoa, lakini taarifa mpaka jana jioni zinaonyesha kuwa askari wa M23 na washirika wao walikuwa wakipiga doria kwenye mji wa Walikale. Maanake kuwa still wapo. Na haimaanishi kwamba kuna mahitaji ambayo wameyataja ili wao waondoke Walikale. Tangazo la kujitoa Walikale ilikuwa ni kuwa tuweke, unajua walikutana kule Doha, halafu wakawa wamekubaliana kuwa tutaingia kwenye mazungumzo. Sasa walitaka tunaweka waliokutana Doha ni Tshisekedi na mwenzake huyu, sababu unajua hawa ni backup. Yeah. So walichosema ni kuwa tunataka kuonyesha imani ya pande, yani kwa sababu mimi na wewe kama tunagombana halafu tumeisha suluhishwa, tumekaa pembeni, halafu wewe still bado unanipiga, itaonekana huna nia, yani kuwa wewe huna nia ya kumaliza mzozo, kuwa wewe unataka kukuza mzozo. Kwa hiyo kitendo cha wao kusema kuwa tunajitoa Walikale ilikuwa ni kama kutoa ishara kuwa basi na sisi tunakubaliana kwenye haya mazungumzo, kuweka ile nia ya mazungumzo wazi. Lakini walioyazungumza na yaliyotokea kwenye uwanja ni vitu vile tofauti, kuwa still wameonekana wapo kwenye mji wa Walikale toka mpaka jana jioni, bado wanashikilia na hawajajiondoa. Kumekuwa na mtazamo kwamba ama yale ambayo yanazungumzwa huenda Tshisekedi akawa tayari kwa mazungumzo na M23, kwa sababu muda mrefu amekuwa sio mtu wa kuketi nao pamoja. Je, hilo ni la kweli kwa namna yote? Ni kwa lazima. Awali alikuwa hataki kabisa, na nadhani ndo yamekuwa kwa sababu ya kukwepana kwenye meza. Kama wangekuwa wamekaa kwenye meza muda mrefu, labda yangekuwa yamesuluhishwa muda mrefu pia. Maji yamemwagika. Yani kwa Tshisekedi ukiangalia anachokifanya hivi sasa ni kama vile hata hesabu zake zimekwenda tofauti na vile, kwa sababu ukiangalia mwanzo wakati wameingia Goma ilikuwa ni tutapambana, wanatupiga na sisi tutawapiga, kwa sababu kwanza kuna vikosi vya SADC. Baada ya kwa kupoteza bila upinzani, unajua shida ilikuwa ni kupoteza bila upinzani. Mji wa Bukavu umeshukuliwa bila mapigano. Yani wanakuja wanachukua. Hilo kidogo likaanza kumstua kuwa itakuwaje. Sasa ile kukataa, sitaki kuongea na M23, mwisho yote hakutoa tamko, lilitolewa tamko na serikali yake kupitia maafisa wake kuwa wako tayari kuzungumza. Lakini mwisho tunaona M23 na wao wakafanya vile ambavyo wamekuwa akifanya, wakakataa yale mazungumzo ya Angola. Lakini ndio baadaye wakaonekana wako Rwanda Tshisekedi, na wakaonekana wapo Doha Tshisekedi na rais wa Rwanda Kagame kule. Kwa hiyo awali alikuwa hataki, lakini kilichomsukuma ni kuwa hebu pokea hiki. Lakini ukiangalia mkutano wa mwisho ule wa Angola ambao ulizua haya machafuko, kama unakumbuka, wakati Kagame aligoma kwenda, Kagame alisukuma kwa Tshisekedi kuwa kaongea na M23, mimi sihusiki kwenye hili. Lakini hata mkutano wa juzi Doha, kwenye yale mazungumzo kuwa tutakuwa na mazungumzo endelevu, yani kuwa tutaendelea kwenye hizi harakati za amani. Yote kwa yote Rwanda itarudisha tena mpira kwa M23, kazungumzeni na serikali ya Kongo malize. Kwa sababu kama Rwanda watasimama katikati kusema kuwa wao ndio wanataka wamalize haya masuala ya vita, itaonekana kuwa wao ni washiriki wa moja kwa moja kwa kitu ambacho wanakikwepa. Lakini kumtoa Rwanda kwenye huu mgogoro ni sawa sawa kumtoa Marekani kwenye mgogoro wa Ukraine. Yani mwambie kuwa, yani Marekani asema kuwa mimi sihusiki, ongea Ukraine na Urusi, inakuwa ni kituko tu, kuwa anayefadhili ni fulani. Licha ya kusema kwamba hahusiki, amekuwa akishiriki pia katika haya mazungumzo.
amekuwa akishiriki kwenye haya mazungumzo kuanzia awali, lakini acha kushiriki tu, kuwa kwa taarifa halisi ya Umoja wa Mataifa kuwa inathibitisha kuna vikosi vya Rwanda sambamba na vikosi vya M23 ndani ya ardhi ya Kongo, ikitajwa askari kati ya 3,000 mpaka 4,000 wanashiriki moja kwa moja. Yani ndio nakwambia, mfano wa Rwanda ni mfano wa Marekani na Ukraine, kuwa Marekani akatai kuwa mgogoro wa Ukraine na Urusi unamuhusu Ukraine na Urusi, sio mimi, sihusiki. Lakini yote kwa yote, kwa macho ya watu tunavyoona kuwa Marekani ndio anaye supply kila kitu kwa Ukraine. Kwa hiyo yeye ndio mwenye maamuzi, na ndio maana anakuwa sasa kwenye vita ameamua ingie mwenyewe kuwa tumalize huu mgogoro. Kwa hiyo hata Rwanda kwa kukwepa vyovyote kwa Kongo ni kukwepa tu, lakini yoyote lazima aingie kwenye huu mgogoro, azungumze, kwa sababu kwa vyovyote wewe chukulia kuwa hata walivyochukua Goma wale wa M23 wakiteka wale mateka ambao mfano wanaowataja kama FDLR ambao wapiganaji wale, wanawachukua wanawapeleka Rwanda. Kwa hiyo mnapeleka Rwanda kwa nini? Wakati nyinyi hamna uhusiano, hamshiriki kwa nafasi yoyote. Kwa nini mnahamisha kupeleka huko? Kwa hiyo bado kuna connection ya moja kwa moja kati ya M23 na jeshi la Rwanda. Sasa tukiangalia taarifa nyingine, balozi wa Afrika Kusini ambaye alifukuzwa na Marekani katika utawala wa Trump amerejea nyumbani na amekaribishwa, wasema amekaribishwa kwa kishindo, kwa shangwe. Ibrahim Rasool. Kuna mgogoro umezuka kwa muda kidogo toka utawala wa Trump umeingia madarakani kati ya Afrika Kusini na Marekani. Na hili kuna picha mbili ambazo zinaonekana. Ukichukua tamko la Marekani utaona kuwa Marekani inasema kuwa Afrika Kusini imesaini mikataba ya ubaguzi, yani kuwabagua watu weupe ambao ni kiasi karibu 8% mpaka 10% ya raia wa Afrika Kusini. Marekani wanamtaja Ibrahim Rasool ni kama anaendekeza ubaguzi, yani kwenye sera ya ubaguzi. Lakini uhalisia wa hiki kitu ulivyo, Elon Musk alianza kuishutumu Afrika Kusini ambapo yeye ndio alikozaliwa. Utawala wa Afrika Kusini unafanya ubaguzi, unawabagua wazungu, unabagua mashamba na kwa ajili ya kuchukua ardhi ile mashamba. Trump serikali yake ikaenda ikatoa nafasi kwa wazungu wanaoishi Afrika Kusini kuwa kama wanahisi wananyanyaswa Afrika Kusini, basi wanaweza wakarejea Marekani, watapewa hifadhi. Chama cha wazungu wanaoishi Afrika Kusini, vyama vile vya washirika wa Afrika Kusini wale wazungu, wakamjibu Trump kuwa hatuna huo ubaguzi kwenye nchi yetu. Yani wenyewe wakasema kuwa sisi hatubaguliwi kwa wewe unavyozungumza. Kwa hiyo ukiangalia kwa hili jicho ndio utaona hivyo, lakini nyuma ya hili lililopo ni kesi ya Afrika Kusini, ICJ na Israeli ndio inaosukuma huu mvutano unaoendelea hivi sasa. Ndio maana umemlenga moja kwa moja balozi Ibrahim Rasool, kwa sababu Ibrahim Rasool ni katika watu ambao wanapinga sana Marekani kuendelea kusafirisha silaha kupeleka Israeli na kukosoa utawala wa Trump kwa sera zao za Mashariki ya Kati. Kauli ya rais wa Afrika Kusini baada ya Trump kusema ataweka baadhi ya vikwazo, lakini kuto kupeleka pia misaada kwa Afrika Kusini, na wakasema hawana haja ya hilo. Na ikiwa balozi anawakilisha pia taifa, kuna namna yote hili nalo limehusika katika hilo? Kuna namna ipo kwa pembeni. Lakini ukiangalia kwenye huu mgogoro, Afrika Kusini ni kama wamekuwa wakirudisha mbawa mara nyingi. Yani kadri Marekani, mfano Marekani alivyokata msaada, alisema kuwa tunakata ushirikiano wowote. Katika mazungumzo ya serikali ya Afrika Kusini yenyewe ilitoa tu ile taswira tu kuwa hatuwezi kukata uhusiano na Marekani. Tuna nafasi ya mazungumzo, tunaweza tukaendelea kuzungumza na hili likaendelea, kwa sababu wanajua nini wanakifanya. Marekani pia ni mshirika mkubwa sana wa kibiashara wa Afrika Kusini, ni sehemu ambao wanafanya sana biashara kubwa. Kwa hiyo Afrika Kusini kuanzia mwanzo wanaonyeshana kuwa hatutaki kwenda kuleta mgogoro mkubwa, lakini kwa sababu ya kesi ya ICJ ilivyokaa pabaya, bado imeendelea na kuchochea kwa nguvu. Yani anasema kuwa mchocheo mkubwa wa mgogoro wa Afrika Kusini na Marekani unaletwa na Elon Musk. Elon Musk ukienda kwenye mtandao wake wa X ndio utaona mara kadhaa anaishutumu sana Afrika Kusini kwa vitu hivi. Kuna mazungumzo alikuwa anaongea kwenye podcast, aliulizwa kuhusu kwa nini Starlink haipo Afrika Kusini, yani kwa nini haitoi huduma ya internet. Akasema kuwa mimi ningekuwa mweusi, Starlink ingekuwa inafanya kazi ndani ya Afrika. Kwa hiyo anazungumzia kuhusu ubaguzi, yani kuwa anabaguliwa Afrika Kusini. Lakini hiyo ni picha ya juu. Sasa picha ya chini kabisa unaipata kuwa Afrika Kusini kaisha pewa ofa nyingi na washirika kuwa lift case,
ya ICJ iondoe. Na Afrika Kusini inaonekana kama kashikilia pale pale kuhusu kesi ya ICJ na Israeli iko pale pale. Sasa ukiangalia maseneta wengi wa Marekani, magavana wengi wa Marekani bado ni lobbying, yani kuwa ni watu wanaomilikiwa na makampuni wanamilikiwa na taasisi kubwa za Kiyahudi za Kimarekani. Kwa hiyo Afrika Kusini inapigwa fimbo ambayo tunaiona kwa juu tukielekezwa kuwa huyu kafanya hiki, lakini anapigwa kwa fimbo ambayo iko chini. Yani kile ambacho hakisemwi moja kwa moja. Kwa nini tunamwadhibu huyu? Tunamwadhibu kwa sababu ya kitu fulani. Israeli na Imarati ni nchi washirika sana wenye uhusiano wa karibu. Imarati ilikwenda Afrika Kusini, ikampa ofa Afrika Kusini kuwa tunakupa ofa ya uwekezaji wa mabilioni ya dola kwenye nchi yako. Imarati ni nchi tajiri. Tutakuja kufanya uwekezaji mkubwa. Kwa sharti moja, nenda kaondoe ile kesi ICJ. Halafu sisi tuje tufanye hilo. Lakini South Africa ikasema kuwa sisi msingi wa nchi yetu ni msingi wa haki. Kwa hiyo tunasimama kwenye haki na kile ambacho tumekuwa tukikitetea kwa miaka yote. Juzi siku 3-4 zimepita, Afrika Kusini iliidhinisha dola milioni 2 kwa ajili ya majaji tu watao kwenda kusimamia hiyo kesi ya ICJ. Kwa hiyo ndani ya mgogoro wa Marekani na Afrika Kusini kuna mgogoro wa chini wa ICJ, Marekani, Israeli, ambao ndio sasa Afrika Kusini inaadhibiwa kwa kupitia ule mgogoro ambao sasa unaletwa kwa sura tofauti ya ubaguzi na sera za ndani za Afrika Kusini. Lakini wa Afrika Kusini, na ndio maana unaona kwenye mapokeo ya Ibrahim Rasool, kama unaona watu pale wamempokea huku wakiwa na flagi zingine za Palestina, wamekuwa wamevaa zile kafia kwa sababu wanafahamu nini kimetokea na kwa sababu gani. Na amefukuzwa, ameambiwa persona non grata, kama mtu ambaye hahitajiki na hakaribishwi tena. Hakaribishwi, yani hahitajiki kwa sababu yani ukiangalia sababu za eti kuwa yeye hampendi rais. Kwani kuna ulazima gani kiongozi kumpenda rais wako? Alivyorejea akazungumza akasema, kama nimeambiwa hivyo kule lakini nimerejea kwa shangwe hili, basi nitavaa hiyo. Tazama hizo picha za video. Unaona hao waliovaa, wamevaa zile kafia. Umeona wamevaa flagi za Palestina. Ni kama wanamuunga mkono. Wanafahamu sababu ya kufukuzwa. Sababu ya kufukuzwa sio hiyo ambayo Marekani anaizungumza. Sababu ya kufukuzwa ni yeye kuunga mkono wa Palestina, na sababu ya kupinga Marekani kuendelea kupeleka silaha kwa Israeli ndio sababu kubwa ya kufukuzwa Ibrahim Rasool. Kwa kifupi, idadi ya Wapalestina ambao wameuawa kwenye vita ya Israel Gaza imefikia watu 50,000, na ni kulingana na takwimu ambazo mamlaka ya afya kundi la Hamas ambayo inadhibitiwa na kundi la Hamas imeeleza. Inaweza kawa idadi kubwa zaidi ya hii. Hii ni idadi ambayo ya watu wamethibitika kuuawa. Kuna idadi ya watu ambao wanaitwa missing, hawajulikani wako wapi, zaidi ya 11,000. Sasa hii inaakisi kuwa kwa sababu nyumba zilizodondoka zinakadiriwa kufika karibu 200,000. Kwa hiyo vile vifusi ambavyo havijanyanyuliwa vinahisiwa huenda ndani yake ndio tukapata hiyo idadi ya watu 11,000 wengine. Kwa hiyo ukichukua hiyo 50,000 ukachukua na hiyo 11,000 unaweza ukapata idadi ile ya watu waliouawa. Hii wanayokupa namba 50,000 ni wale waliothibitika. Kwa hiyo huwezi kutangaza mtu amekufa kama hujapata mwili wake, wala kuthibitisha kama amepatikana au hajapatikana. Hiyo huwezi kusema kuwa amekufa. Lakini kuna watu zaidi ya 11,000 wamekufa. Lakini katika hiyo idadi ya vifo, kuna majeruhi 110,000 ambao wanatajwa kujeruhiwa na nyumba 200,000 ambazo zimedondoka. Kwa hiyo ni idadi ambayo imetolewa. Shukran Rahby. Asante. Tunakamilisha hivyo. Ni Ibrahim Rahby, mchambuzi wa masuala ya kimataifa.